الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mambo ambayo tumeamrishwa tushikamane nayo, tuishi nayo, ni kushukuru. Na kushukuru tukaambiwa maana yake ni kujua ndani ya moyo wako neema za Mwenyezi Mungu alizokupa, na kukiri na kutambua kwamba hizo mtoaji ni Mwenyezi Mungu peke yake na hana mshirika. Kusadikisha maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Suratul Nahli aya ya 53, ambayo Mwenyezi Mungu anasema baada ya bismillahir rahmanir rahim, wama bikum min ni'matin famin Allah, kwamba nyinyi chochote mlichonacho katika neema mjue ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo iwe neema ya afya, neema ya ukamilifu wa viungo, neema ya riziki, chochote ulichonacho katika neema ujue ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwemo neema ya kulindwa na mabalaa na yale yote usiyoyapenda na kufurahia ya kufike. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Luqman aya ya 20 anatuambia baada ya bismillahir rahmanir rahim, wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina, kwamba yeye amewamiminia, amewaeneza kila pahala neema zake zilizo nyingi, zenye kuonekana na zisizoonekana, na kuonyesha kwamba neema alizotupa ni nyingi mno. Akatuambia katika Suratul Nahli baada ya bismillahir rahmanir rahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkitaka kuzihesabu neema za Mwenyezi Mungu kwenu hamwezi kudhibiti idadi yake, kuonyesha wingi wa neema ambazo Mwenyezi Mungu ametupa. Kwa neema hizi akatutaka tumshukuru, lakini neema zimegawika namna mbili. Kuna neema ambazo tumepewa na kuna neema ambazo mwanadamu kapewa njia anazitafuta mwenyewe na Mungu anampa, kama vile elimu, mali, vyeo na mengineyo. Yote hayo inamwajibikia mwanadamu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema, kama ambavyo katika sura Al-A'raf aya 144 Mwenyezi Mungu anamwambia Nabii Musa alayhi salam baada bismillahir rahmanir rahim, wa kum minashakirin, na kuwa miongoni mwa wenye kushukuru. Mwenyezi Mungu anatuamrisha sisi, anatuambia baada bismillahir rahmanir rahim, fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun. Anataka tumtaje, tuishi naye kila tunapokuwa, na yeye atakuwa na sisi katika sura hiyo,
lakini anataka tumshukuru kwa neema alizotumiminia mbalimbali, na hata mara moja tusikufuru. Wanazuoni wakatuambia nguzo za kushukuru ni 3. Ya kwanza, al-i'tirafu al-batin, ni kule kutambua kwa ndani ya moyo wako kwamba neema zote mtoaji ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndiyo nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili wakaita ashukru bil lisani, ni kule kutamka sasa kwenye ulimi wako, ambao hiyo ndo tumeizoea sana, kwa ndo inatosha kusema alhamdulillah, kushukuru kwa ulimi baada ya kutambua ndani ya moyo juu ya neema ambayo Mwenyezi Mungu amekupa. Ya tatu ikaitwa shukrul jawarih, shukurani ya viungo vyako, kwa maana ya kuwa kuvitumia au kuzitumia neema hizo alizokupa Mwenyezi Mungu katika kumtii Mwenyezi Mungu. Kama umepewa neema ya macho, uitumie katika kumtii Mwenyezi Mungu, usitumie katika kumaasi. Pata muda, tafakari, jiulize vile unavyotumia muda mwingi kuviangalia na unaviwekea na password mbalimbali kwenye simu na tablet na vinginevyo, unadhani ndo namna nzuri ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya macho aliyokupa? Na ndio hivyo hivyo kwenye vingine. Kwa hiyo nguzo za kushukuru, kwanza ni kutambua kwamba umeneemeshwa, unazo neema na zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Pili ni ulimi wako kushukuru kwa neema, na tatu viungo vyako kuvitumia katika anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Hiyo pia ni sehemu katika nguzo za kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yakitimia haya, ndiyo tafsiri ya maneno ya Mwenyezi Mungu katika Qur'ani baada bismillahir rahmanir rahim, la in shakartum la azidannakum, mkinishukuru, mkishukuru hasa vile inavyotakiwa, nitawaongezea neema nilizowapa. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wenye kushukuru. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La in shakartum la azidannakum. Sadaqallahu al-azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika surati Zumar aya ya 65, Mwenyezi Mungu anasema wa kum minash shakirin, na kuwa miongoni mwa wenye kushukuru. Ulimwengu wetu wa leo, kila mtu analalamika. Aliye na upungufu wa viungo vya mwili wake analalamika, mwenye viungo kamili analalamika, mgonjwa analalamika, aliye mzima analalamika, ili mradi
nafasi ya wenye kushukuru haipo, lakini ni kulalamika. Lakini Mwenyezi Mungu anatuambia wakum minashakirin, kuwa miongoni mwa wenye kushukuru, kwa sababu kwa hali yoyote ile uliokuwa nayo, vyovyote vile unavyojiona uko kwenye hali mbaya sana, bado unayo nafasi ya kushukuru kwa neema ambayo bado uko nazo. Unaweza kuwa huna chochote kile, lakini una macho na una neema ya kile kinachoitwa tarfatu ain, blinking. Ile kuwa unaweza kufumba na kufumbua ni neema, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameijalia hiyo kwa kama vile ndo waipa ya gari kusafisha uchafu kwenye jicho, kuhakikisha jicho lako linakuwa na majimaji yale machozi, kwa sababu wako watu wana maradhi ya kukosa hayo machozi, jicho linakuwa kavu. Na mwanadamu kwa kawaida ndani ya dakika moja anafanya hivyo dakika 15 mpaka 20. Inapungua kwa sisi 5 mpaka 7 kwa sababu ya macho yetu kushughulika sana kwenye skrini zile, kwenye kile wanachokiita blinking and computer vision syndrome. Unaweza kuwa huna chochote, una hiyo tu, lakini hiyo ni neema ambayo bado unatakiwa ushukuru. Mwenyezi Mungu anasema wakum minashakirin. Uko ugonjwa unaitwa locked in syndrome. Ni ugonjwa ambao mtu anakuwa amepooza mwili mzima, lakini akili yake iko sawa sawa, anaelewa nini kinaendelea, hawezi kuwasiliana na watu wa nje. Mmoja alipopona kwenye hali ile, anasema yote mliokuwa mnaongea nilikuwa nasikia, natamani kuambia na wasikia niko hai, lakini hakuna namna ya kuwasiliana. Vyovyote vile ulivyo, wakum minashakirin, kuwa miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu wenye kushukuru. Mwenyezi Mungu anasema. Mmoja katika wanazuoni, Imam Ghazali rahimahullah, anasema jua ya kwamba mja la yakunu shakiran limaulahu idha istamala ni'matahu fi mahabbatihi illa idha istamala ni'matahu fi mahabbatihi. Mja hawezi kuwa ni mwenye kumshukuru Mungu kisawa sawa mpaka pale atakapokuwa anatumia neema alizopewa na Mwenyezi Mungu kwenye anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Huko ndo kushukuru kwa sawa sawa. Yoyote hali utakayokuwa nayo, wakum minashakirin, kuwa miongoni mwa wenye kushukuru. Mwenyezi Mungu anatuambia kule kushukuru ni sababu ya kupata radhi zake. Kwenye surati Zumar aya 7 anasema wa in tashkuru yardahu lakum, mkimshukuru hasa Mwenyezi Mungu kwa kumwamini na kumtii, mkashukuru kwa njia hiyo, Mwenyezi Mungu ataridhia shukurani zenu. Lakini kushukuru ni sababu ya kutuaminisha, kutusalimisha na adhabu, tusipate adhabu ya Mwenyezi Mungu, pale aliposema Mwenyezi Mungu kwenye suratul Nisa aya 147, ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Kwa Mwenyezi Mungu anatoa ahadi ya kutowaadhibu ikiwa mtamshukuru na kumwamini. Lakini kushukuru kuna daraja. Moja ya daraja ya juu ya kushukuru ni ile inayoitwa gratitude in adversity, ambayo Mwenyezi Mungu ameisema kwenye Qur'ani aliposema wa qalilun min ibadi ash-shakur, na ni wachache katika waja wangu wenye daraja hiyo. Daraja inaitwa shakur. Shakur ni yule ambaye anashukuru sio katika neema tu,
lakini hata anapopata mitihani bado anamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu kwenye mitihani hata huo umepata mtihani mbaya namna gani, bado unatakiwa ushukuru, kwa sababu it could be worse, ingeweza kuwa mbaya zaidi kuliko hivyo. Inaweza kuwa mtihani ni kidole chako, unatakiwa ushukuru, ingeweza kuwa vidole vyote. Inaweza kuwa mtihani ni vidole vyote, unatakiwa ushukuru, ingeweza kuwa kiganja kizima. Inaweza kuwa mtihani ni mtoto mmoja, unatakiwa ushukuru, ingeweza kuwa watoto wote. Hali yoyote utakayokuwa nayo, bado Mwenyezi Mungu anatuambia wakum minashakirin, kuwa miongoni mwa waja wake wenye kushukuru. Saidna Umar, radhi za Mwenyezi Mungu zimuendee, siku moja alipita sokoni, akamsikia mtu anaomba dua. Akaona dua hii ya ajabu. Yule anasema Allahumma ja'alni minal qalili, Mwenyezi Mungu nijalie mimi katika wale wachache. Alipoulizwa bwana yule akasema, nimesoma mimi kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema wa qalilun min ibadi ash-shakur, na ni wachache katika waja wangu wale ambao wanamshukuru Mungu, na ambao wako kwenye daraja ya shakur. Kwa hiyo mimi namuomba Mwenyezi Mungu anijalie katika hao. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha dua sahaba Muadh ibn Jabal. Alimwambia asiache kusema mwisho wa kila sala kabla ya salamu, asiache kusema Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrika wa husni ibadatik. Mwenyezi Mungu niwezeshe mimi, nisaidie, nitie nguvu, niweze kukutaja, niweze kukushukuru, na kwenye kukuabudia ni kuabudie kwa namna nzuri unaoipenda na kuiridhia. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa hao. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amirul mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, amirul mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab, amirul mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan, amirul mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib, بقية العشر بشرين بالجنة ونزوجنا بك عما يوصيك توحيد والإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.